Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kulia kwa watu mnaita ni vurugu. Tutawakabili watakaofanya vurugu. Hao watu wanalia. Leteni sasa suluhisho. Wameuawa ndugu zao. Leteni suluhisho. Kila kitu ndani ya nchi wamejimilikisha watu wachache. Lakini kubwa kuliko tunalolia sasa, wanaolia sasa, wanaofikiria kuandamana, kuinua mabango, kupiga kelele barabarani. Mungesema watu nendeni muandamane, lakini msichome vitu miundombinu, msipole maduka ya watu, lakini nendeni muandamane, mfike mnapotaka kufika. Hilo hamsemi. Nasema tu watakaoleta vurugu, kitu ambacho kwenye nchi yetu kila wema, kila haki inaitwa ni uongo, kusambaza taarifa za uongo. Kila kulia kunaitwa ni kuondoa amani, kunaitwa ni kuchafua nchi, kila kulalamika. Kwa majeshi na nyie mmeamua kutumia lugha za CCM, za mashetani, kwamba watu wanaolia wanaleta vurugu. Majeshi mmeamua kutumia lugha za CCM, kwamba uchungu walio nao watu ndio amani mnayoilinda. Nyie uchungu mmeugeuza ni amani na mnaulinda kwa gharama yoyote. Watu wabaki na uchungu na maumivu wakati wote. Mnasema mnalinda katiba. Kifungu gani mnachokilinda ambacho hakijavunjwa na CCM? Kifungu gani ambacho majeshi mnalinda? Kifungu cha sheria. Kifungu gani? Demokrasia ipi iko ndani ya CCM au ndani ya nchi ambayo majeshi mnailinda? CCM yenyewe yaisha vuruga mademokrasia. Ni aliye na pesa, aliye karibu na wenye nguvu ndiye anayewekwa sehemu wanayotaka. Wameshaondoa kabisa kinachoitwa demokrasia ndani ya nchi. Majeshi mnalinda katiba. Kifungu kipi zaidi ya kifungu ambacho sasa mnakitafsiri kwa namna ambayo CCM ndivyo wanavyotaka mambo yachukuliwe? Wameageuza karibu 100% mambo yote, juu chini, chini juu. Jema, haki wanaita ubaya, kuchafua nchi. Kulia, machungu wanaita amani. Karibu kila kitu wamekigeuza juu chini. Majeshi yote mnaimba wimbo huo. Anyway, nimetaka niwajulisha tu haya na kuwajulisha kwamba naamini wengi mtakuwa mnajua ilitabiriwa hivi, na kama ilitabiriwa hivi pia ulitabiriwa mwisho. Na kama ilitabiriwa hivi na ni sisi tumeamua kuwa wazi, kadri siku zinavyokwenda tunajidhihirisha kwamba ni sisi tutakaotimiza haya. Mwisho pia uliandikwa, lakini pia yaliandikwa maajabu ya Mungu ya kuwaokoa watu wake ambao kwa sasa hatuna pa kushika. Mordekai anamwambia Esther, anasema wewe Esther ndiye ambaye ulipata nafasi hii ili wakati kama huu uwaokoe watu wa Mungu, lakini usipowaokoa wewe na nyumba yako mtaangamia, ila Mungu atatokeza njia nyingine ya kuokoa. Majeshi bado hata muonekane mmekuwa CCM, kwa sababu sasa tunaona wanaoongea ni kama roboti, ni kama AI yani hata AI ina ubora kama roboti ya zamani. Unaona tu kabisa si utashi wake, si maneno yake. Kwa bado mimi binafsi nabaki kuwa na imani na jeshi kwamba mnalo, naweza mkafanya katiba inavyotaka mfanye. Bado mimi na imani, kwa sababu huyu anayejitokeza, wengi wanaojitokeza kutoa matamko kama haya huwa wanaonekana tu kabisa ni kama wameshikiwa bunduki, ni kama wameona watu waliouawa makumi hapo mbele yake, kwa amekuwa yeye wa mwisho kwamba haya, soma hiki kilichowekwa mbele yako. Mimi bado nionyeshe imani na jeshi. Mimi bado nionyeshe imani na jeshi kwamba ni kama bado mnaweza ukaingilia kati msiba huu na mkawa njia ya Mungu ya ukombozi ambao alisema kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupizwa. Watu innocent tunalia. Tumefanywa kama takataka. Tumefanya kama eneo la watu kujifunzia ukatili. Maumivu tunayoyapitia yanahitaji huruma.
na ukombozi wa mtu yoyote aliyekuwa amepewa dhamana au ameomba ajira ya kusimamia haki. Majeshi kutumia kauli mbiu za CCM wameamua kujiweka dhahiri wazi kwamba wao ni sehemu ya CCM, wao ni ma CCM. Hebu tazama hizi kauli mbiu hapa. Kazi na utu, tunasonga mbele. Tunawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Waswahili wanasema mzaa utumbua usaa. Ni kweli, ukimwangalia huyu kanali hapa unaona ni kama ni roboti limesetiwa. Mwangalie mwanzo hadi mwisho. Lakini hajui huo ni mtaji wa chama cha mashetani. Wanautumia hivyo hivyo kuleta madhara makubwa kwenye uhai wa watu. Waliwatumia hivyo hivyo akina IGP Wambura, wakapewa cha kusoma wakasoma hivyo hivyo. Yule akina Mgunda anapewa cha kusoma, naona ni macho tu yametoka hivi. Ni hivyo hivyo kikatumika hivyo hivyo kumwaga ama kusukuma kuhalalisha dhuluma kuu ya uhai. Polisi wenyewe ni uhakika kwamba kazi zao za kila siku oda wanapokea CCM. Kwa hiyo hao ndo tulishaidhinisha. Sasa wengine pengine ilikuwa hawajawa wazi sana. Kwa hizi kauli unaweza ukawa na namna. Sasa unajiuliza hapa, kwa hiyo uhalisia ni 100%. Majeshi yote ni UVCCM, ni CCM. Kwa nini hawana haya? Sasa hawana haya hata kidogo kutumia lugha za mashetani kunogesha spichi zao, lugha ambayo inajulikana mashetani wanaitumia kuidhinisha uuaji na dhuluma yao. Katika Danieli 11 mstari wa 31 imeandikwa kusema, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu ndio ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Kabla sijasomea mstari mwingine unaofanana na huu na baadaye kuja kurudi kuonyesha kwamba tawala wa Samia, mimi nimeanza zamani sana kufanisha kwamba huu ndio utawala unaoonekana uliandikwa kwenye kitabu cha Danieli 11 kwa mstari wa 21. Kwanza, kuanzia namna gani atapatikana, atakuwa wa aina gani, mtu ambaye hakustahili, aliyestahili kudharauliwa, aliyeonekana haiwezekani. Nadhani kwenye nchi yetu kiongozi mwanamke kuwa rais, sidhani kama kuna aliyewahi kuona jambo hilo lingeweza kuwa, hata kama kuna waliowahi kuota ndoto. Kwa hiyo namna alivyoingia Samia, jinsia yake au namna ambayo inadhaniwa haiwezekani, lakini yale ambayo yote yameonekana kwenye utawala wake, na ikiwemo hili la kwamba wenye silaha watasimama upande wake. Sidhani kama kuna wakati wote majeshi yamewahi kuwa dhahiri kutetea kauli mbiu, kusimamia kauli mbiu dhalimu za utawala unaokuwepo madarakani. Kwa sababu wekeni mifano yote, JPM ndo chanzo cha yote. Rafiki, mioyo yenu inafahamu hakuna utawala katili uliokatili uhai wa watu, hasa Watanganyika, tangu dunia iwepo, tangu nchi kuwepo. Hata wakoloni hawakukatili uhai, maisha ya Watanganyika kama utawala wa Samia. Hakuna. Lakini hakuna utawala ambao majeshi yamejitanabanaisha, yamejaribu kuonyesha wazi kwamba tuko upande wake na tutaulinda utawala huu kwa jasho na damu, kwa vifo na maangamizo kuliko wakati mwingine wowote. Sasa unaweza kuwa unafanya yote hayo kwa nguvu au kwa kushinikizwa au kwa kujikuta huna option nyingine, ukidhani limezuka tu, kumbe
ni kama mlitabiriwa, ni kama ilitabiriwa. Mimi nikisoma nimewahi kuwasomea mara nyingi, nitakusomea mengine hapa, utaona hiki kitabu ni kama kilitabiri habari za utawala utakaotokea Tanzania. Na ukumbuke haikusema hii dhiki ni ya dunia yote, isema katika wilaya hiyo. Kumbuke zamani hivi vinchi vyetu zilikuwa ni wilaya tu. Kwa hiyo dhiki hii imetajwa kutokea kwenye wilaya mojawapo iliyokuwa inajulikana wakati huo. Wakina Danieli wanatabiri haya. Sasa imesema wenye silaha watakuwa upande wake, wenye silaha watakuwa nao watapatia unajisi mahali patakatifu ndio ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Majeshi kwa sasa yanajaribu tuamini kwamba kuuawa watu wasio na hatia ambao wanalalamikia kupotezwa kwa ndugu zao, wanalalamikia kuuawa kwa ndugu zao, wanalalamikiwa kuporwa kila kitu na kumilikishwa watu wachache, wanapouawa watu hao, ndio uzalendo, ndio kuilinda nchi, ndio kuifanyia mema nchi. Majeshi sasa, CCM wenyewe wamelazimisha hilo, na machawa ndio wanaoishi vizuri. Watu wanaweza kusifia dhuluma, mauaji, ubinafsi, wizi, ufisadi, ndio wanaoonekana sasa wazalendo, wajanja, na wanaishi kwa uhuru wakisafiri kutoka mji mmoja hadi mwingine, wakitukana na kusema makufuru ya kila aina. Wote tunaonekana tunaonyesha, jamani, hata kama sisi mtanyamazisha, lakini mwisho wa yote ili jahazi linaenda kuzama vibaya. Ukweli sisi ndugu zetu wanachinjwa na kuuawa, sisi tunawindwa, tunafungwa magerezani, tunateswa na kufanyiwa kila udhia na kila ubaya. Chukizo la uharibifu sio mnyama fulani. Chukizo la uharibifu ni ajenda potofu inayoumiza, yani mambo yanayokera, yanayoumiza, kutukuzwa kwamba ndio mambo ambayo watu wote wayaite ni matukufu, wayaite ni mema, wayaite ni uzalendo, wayaite ndio haki, wayaite ndio wema. Hilo ndio chukizo la uharibifu. Wapentekosti na watu wa Biblia, mkisubiri lingine lolote la mnyama, subirini, mimi niko hapa. Uzuri mmesema mtanyakuliwa kabla halijatokea. Wakunyakuliwa wenyewe, walafi nyie, wazinzi nyie, wabinafsi nyie, mikatili nyie ndo mtanyakuliwa. Basi huko mbinguni kutajaa majambazi, kutajaa walevi, kutajaa mijitu fulani malaya sana. Malaika huko wataenda kubakwa na namna nyingi mbaya sana. Wakunyakuliwa wawe ni Wapentekosti hawa, Wakristo hawa, Waislamu hawa tulionao duniani sasa, wabinafsi hawa, mafisadi hawa, wenye roho mbaya hawa, makatili hawa, miuaji hii. Haya, nyakuliweni bwana, nyakuliweni. Lakini limnyama mnadhani kwamba itakuwa chukizo la uharibifu, hilo halitakuja isimame. Chukizo la uharibifu ni hivi. Katika mstari wa 39 anasema, Danieli 11:39, ile nisoma Danieli 11:31. Anasema, naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, na yeye atakaye mkubali atamwongeza kwa utukufu, naye atawapa kumiliki wengi, naye ataimiliki nchi kwa rushwa. Naye atawapa kumiliki wengi, naye ataigawa nchi kwa rushwa. Ataigawa nchi kwa rushwa. Kila atakaye mkubali atamwongeza, atawapa kumiliki wengi, atawapa cheo wengi, wote watakaomsifia, wote watakaosifia sera hiyo ya kikatili, ya kibaguzi, sera hiyo ya mauaji, na kuwakabili kila wanaolia, kila wanaoumia. Mambo mengi ambayo sasa yameonyeshwa atayafanya. Nikusomee machache. Mstari wa 33 anasema, na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi, hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi.
na kwa kufungwa, kwa kutekwa nyara siku nyingi. Wataangamia kwa upanga. Wakati huo hapakuwa na bunduki, kwa ilikuwa itumiwe mfano wa kilichopo. Wataangamia kwa bunduki, watapigwa risasi, kwa kufungwa magerezani, kwa kutekwa nyara siku nyingi. Jizimeni data. Wakati wa Magufuli mambo haya yalikuwepo, yalikithiri. Sio wakati wa Magufuli tu, yalikuwepo sana wakati wa Kikwete, na inawezekana kabisa genge la Kikwete lililokuwa likiendesha dhuluma juu ya kina Dr. Ulimboka, juu ya kina Daudi Mwangosi, mimi nakuhakikishia ndio genge ambalo kwa namna moja nyingine hata watu wengi wana hizi vitu vya aina hiyo, kwamba ndio liloendesha namna nyingi za utekaji wakati wa Magufuli ili kumhujumu au kumchafua, na ndio ambalo limeendesha na kusimamia genge la utekaji na mauaji sasa, ili kutulazimisha wote tukubali kwamba dhuluma, ufisadi, mauaji kwa watu wasio na hatia ndio haki, ndio uzalendo, ndio kuipenda nchi, na kuwasifia mafisadi, kuwasifia wauaji, watekaji ndio kuwa na akili, kuwa na hekima, kuwa mzalendo. Sasa utekaji, mauaji, watu kusingiziwa kesi, kufungwa magerezani, haijawahi tokea kwenye Tanzania, kwenye nchi ya Tanganyika tangu kuumbwa kwa Tanganyika. Okay, sawa. Niseme tu majeshi, kitendo cha kwamba kulia kwa watu munaita vurugu, kulia kwa watu mnaita ni vurugu, uchungu walio nao watu mnaita ndio kulinda amani, ndio amani mnailinda. Asanteni na hongera wote kwa kunisikiliza.